uliopita, kwa maana katika mchezo 21 hiyo ameweza kupata clean sheet 8. So kitu ambacho kinapungua kwake ni tatizo la footwork na si goalkeeper kumtegemea sana katika kuanzisha mashambulizi, kwa maana siku hizi mpira wa kisasa unahitaji pia mlinda mlango au sehemu moja hapo ya mashambulizi. Lakini katika mchezo mimi nadhani utakuwa mchezo mgumu, kwa sababu ukiangalia Namungo wana wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa sana ndani ya ligi ya Tanzania, lakini ukiacha hivyo wana vijana wengi wapambanaji. Ukiangalia wachezaji ambao wana uzoefu, tunamzungumzia Tema Kambo ambaye anaongoza safu ya ushambuliaji, ingawa wanamkosa Lucas Kikoti ambaye anacheza eneo katikati, aliweza kupata kadi nyekundu. Lakini ukiacha hapo wanao wachezaji ambao wana quality ya kupatia kama kuweza kuiona ligi kuu ikiwa inaonyesha kwamba ligi kuu ni ngumu na ligi kuu ni bora. Wanao wachezaji ambao wanaweza kufanya vizuri, lakini nadhani Simba ndio ana nafasi kubwa sana ya kuweza kufanya vizuri kutokana na wachezaji ambao walionao ambao wanaweza kuamua mechi muda wote. Lakini pia katika kumiliki mpira unaona Simba eneo la kati wana uwezo mkubwa sana kumiliki mpira. Ukimtegemea Yusuf Kagoma pale katikati, maybe anaweza kucheza na Kante au Nabi Kamara kaingia katika ile eneo, lakini pia wana uwezo mkubwa sana kushambulia kutoka pembeni. Wote tunamfahamu Baba Esther, kwa maana Shomari Kapombe uwezo mkubwa sana wa kwenda kupanda na kushuka, lakini pia speed yake, lakini pia end product anapofika katika eneo la box umeweza kuona imekuwa ni mzuri sana. Lakini upande wa kushoto Anthony Mligo ni mchezaji mpya ambaye ana speed, lakini pia anawahi kuja kukava katika eneo la majukumu yake ya ulinzi. Lakini kitu ambacho kinafanya Simba wawe kuonekana kuwa na makali sana ni eneo la ushambulizi. Wanaye mtu kama Jonathan Soa ambapo katika mchezo uliopita aliweza kufunga, na maanisha ule mchezo ambao alicheza dhidi ya Fountain Gate katika ligi kuu. Lakini wanaye Selemani Mwalimu, wanaye Steve Dese Mkwala, hao wote wamejaa CV ya kutosha. Mmoja kacheza kombe la dunia ngazi ya vilabu akiwa na Wydad Casablanca, Jonathan Soa akiwa na Singida Black Stars msimu uliopita amecheza mchezo 13 magoli 13. Lakini ukija mwangalia Steve Dese Mkwala amecheza michezo takriban 28 na ameweza kufunga magoli 13. So unaweza kaona kwamba safu yao ya ulinzi, safu yao ya ushambuliaji ni tishio sana kuelekea katika mchezo huu wa leo. Kwa hiyo mimi naamini Simba Sport Club ana nafasi kubwa ya kuweza kushinda. Lakini kingine nadhani ni alarm ambayo inakwenda kumshtua Simba kutokana na mchezo ambao ulipita jana, kwa maana kati ya Yanga na Mbeya City. Kwa sababu gani ni alarm? Kwamba kumbe timu ndogo hizi zina uwezo mkubwa wa kuweza kufanya vizuri na uwezo mkubwa sana kupambana na uwanja na kuweza kupata sare au kuweza kupata ushindi wa namna yoyote. Lakini pia inaenda kuwapatia motisha vijana na Mungu kuona kama wenzetu tu ambao ni Mbeya City wameweza kufanya vizuri katika mchezo wa jana dhidi ya wapinzani ambao tunaenda kukutana nao sisi, basi sisi nasi tunaweza tukafanya kitu kizuri na kitu ambacho kwa bora. Kwa hiyo tunategemea kuona mchezo ambao utakuwa mzuri na mchezo ambao utakuwa mgumu. Ingawa kwa mimi bado nampatia nafasi kubwa sana klabu ya Simba Sport Club. Okay, sawa mwalimu, historia pengine inaonekanaje wanavyokutana Namungo na Simba hasa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini pia tukiangalia kule Kassim Majaliwa? Namungo wameshawahi kuidindia Simba, Benjamin Mkapa. Yani katika mechi ambazo Simba wakapata matokeo dhidi ya Namungo kwa maana ya kushinda, kuna mechi ambazo nakumbuka kabisa yani ni Benjamin Mkapa. Lakini ukiacha hilo mechi itakuwa ngumu kwa sababu Namungo anacheza dhidi ya Simba. Yani unafahamu kwamba kila timu hasa hizi za nje ya Dar es Salaam wanapocheza dhidi ya Yanga au Simba namna kucheza huwa inakuwa yani kwa maana ile spirit inakuwa ni bora zaidi. Nilikuwa nachungulia kikosi cha Simba hapa, mwalimu amejaribu kufanya mabadiliko kidogo. Ndio. Kwenye eneo la mbele, mchezaji ambaye mwanzoni hapa kama vile hakuonekana, lakini kuanzia mechi dhidi ya kwenye CAF Champions League mechi melejano Morris Abraham alianza, na leo tena mwalimu amempa nafasi, amemwamini, ameanza tena katika kikosi cha kwanza. Lakini kwenye safu ya ulinzi mwalimu ameendelea kutumia wachezaji wale kwa maana ya Kapombe, Mligo, Diloko, Chamuka Rabu, na mbele yao anacheza Yusuf Kagoma. Kwa hiyo ni mechi ambayo unaona kabisa
hata kama Simba hawatocheza vizuri bado wanaweza wakawa nafaidika tu binafsi na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja katika eneo la mbele. Mwalimu leo Jonathan Soa ambaye alianza katika mechi iliyopita kwenye CAF Champions League dhidi ya Gaborone United, leo ameanzia kwenye benchi. Mwalimu ameanza na Steve Mkwala. Kwa hiyo kikosi mwalimu amekuwa anajaribu kubadili. Unajua hata hapa kwenye wakati tunazungumzia issue ya Young Africans, unajua kitu ambacho mashabiki watakiwa waelewe kwamba amekuja mwalimu mpya. Mwalimu mpya anapokuja kwenye kikosi, moja kati ya vitu ambavyo wanavifanya vile vile ni kusoma viwango vya wachezaji. Sasa kuna maeneo mengine unakuta mwalimu anaona kabisa kwamba wachezaji kuna wachezaji wengine unakuta kwenye vitu vya mazoezi uwezo wao na namna ambavyo wanaperform unakuta hawapishani sana. Sasa swala la kwamba kikosi cha kwanza kwamba lazima namba moja awe fulani, mbili fulani, tatu fulani. Kwa mfano Young Africans ukiangalia kama katika eneo la ulinzi, timu unaona kabisa kama ni Dickson, Baka, Kapombe, Mwenda. Kushoto huku mimi nilizungumza kwamba kuna namna ambavyo ukimwangalia Shadrack Walker na Mohamed Hussein viwango havipishani sana. Kwa hiyo kuna wakati mwingine nilipata kuweka tu sawa kwamba mwalimu vile vile anashawishika kubadilisha wachezaji, kwamba kuna wachezaji wengine unakuta uwezo wao unakuta haupishani sana. Sasa tukirudi kwenye issue ya Simba, nimeangalia leo mwalimu kwenye kikosi chake kwenye eneo la mbele amempa nafasi Morris Abraham tena kwa mara ya pili, lakini Jean Charles Ahoua ambaye amecheza karibu mechi zote za kwenye CAF Champions League hapa, mechi ya ngao jamii na mechi ya kwanza ligi kuu, leo ameanzia kwenye benchi, lakini sofa tutarajie kuona mechi nzuri